Ninapenda kukusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninaamini mzima wa afya njema. Ninaamini una matumaini makubwa sana katika kumtegemea Mungu. Ninaamini kila wakati unamwomba Mungu apate kukusaidia. Lakini ninaamini unamwamini Mungu kwa sababu ndiye chanzo cha uhai wetu. Na ndio maana katika siku ya leo ninapenda kushare mambo machache pamoja na wewe. Mambo ambayo yataweza kutufanya tuweze kuujenga mwili wa Yesu Kristo. Mambo ambayo yanaweza kutuinua kutoka katika viwango vyetu vya chini vya kiroho na kuweza kusimama katika kiwango ambacho ni kikubwa katika kumtukuza Mungu. Ninajua ya kwamba tunakuwa tunapambana na mambo mengi. Tunakuwa tunashikilia vitu vingi, lakini iwapo maisha yetu tungiashika kama jinsi tunavyopambana na simu, jinsi tunavyopambana na mipira viwanjani, jinsi tunavyopambana na starehe ambazo zinatutoa muda mwingi tunazitumia kuliko kumwabudu Mungu, tusingeweza kucheza. Iwapo kama tungefahamu thamani ya maisha yetu iko wapi. Mungu anasema kwamba ametuweka katika viganja vya mikono yake. Ni kama jinsi ulivyoweza kuishika simu yako mkononi, ambapo unakuwa na uwezo wa kuweza kufanya jambo lolote lile. Unakuwa na maamuzi ya kuweza kuangalia kwamba niende Facebook, niende WhatsApp, niende mtandao wa X, niende TikTok. Unaona, unakuwa na maamuzi ya kuweza kufanya chochote unachokihitaji. Jinsi unavyoweza kuitumia simu yako, ndivyo Mungu pia maisha yako alivyoweka katika mkono wake. Yamewekwa katika viganja vya mikono yake. Mungu anajua ni jinsi gani ataweza kufanya, ni jinsi gani atakavyoweza kukuokoa. Laiti tungejua ya kwamba maisha yetu yako mikononi mwa Mungu, tusingeweza kucheza mbali. Tusingeweza kuwa na maisha ya act, ya usanii. Unakuja unamtaja Yesu, lakini unachokifanya ni tofauti na kile. Ya kuja unajiita ni Mkristo, lakini kiuhalisia wewe si Mkristo. Na right, kama tungejua madhara ya dhambi, tusingeweza kucheza katika dhambi. Na ndio unakuta watu wengi wanapambana na dhambi. Watu wengi wanapambana na maisha yao ambao wanaona ni tofauti na Mungu.